Marekani imekataa kumsamehe mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba wa Uganda. Seneta wa Marekani Jim Risch, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya Seneti ya uhusiano wa kigeni, amekataa kumsamehe mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye pia ni mkuu wa jeshi la nchini Uganda, Muhoozi Kainerugaba, akiutaja kuwa usio wa maana na usiojitosheleza, huku akitoa wito wa kutaka vikwazo vikali zaidi dhidi ya Uganda. Muhoozi Kainerugaba siku ya Jumamosi aliomba msamaha kwa serikali ya Marekani kutokana na matamshi yake kwamba Marekani imehusika kumficha Bobi Wine. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa Januari 30, Risch alisema Muhoozi, mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, amevuka mstari mwekundu licha ya kufuta ujumbe wenye utata kwenye mitandao ya kijamii na kuomba msamaha kwa Marekani. Kwa mujibu wa mwenyekiti, Marekani itatathmini upya ushirikiano wake wa kiusalama unaojumuisha vikwazo na ushirikiano wa kijeshi wa Uganda. Seneta wa Marekani aliongeza kuwa nchi yake haitovumilia hali ya mashaka ya kiwango hiki na uzembe. Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mshauri mkuu wa Rais Yoweri Kaguta Museveni kuhusu operesheni maalum za kijeshi, amedai kuwa uongozi wa sasa wa ubalozi wa Marekani nchini Uganda ulihusika kumsaidia Kyagulanyi kuondoka nyumbani kwake Magere, wilaya ya Wakiso, wakati wa operesheni ya kijeshi iliyofanyika usiku wa Januari 16, 2026. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, Jenerali Muhoozi alisema, wananchi wenzangu wa Uganda, kutokana na hali ya sasa ambapo kiongozi wa upinzani amejiteka mwenyewe na kutoweka, na kwa mujibu wa taarifa zetu bora za kijasusi, vitendo hivi vilifanyika kwa ushirikiano na uongozi wa sasa wa ubalozi wa Marekani nchini mwetu. Kwa sababu hiyo, UPDF imesitisha ushirikiano wowote na uongozi wa sasa wa ubalozi wa Marekani jijini Kampala. Hii inajumuisha pia ushirikiano wetu nchini Somalia. Ushirikiano wa kiusalama uliokuwa wa thamani kubwa kati ya Uganda na Marekani umeathiriwa vibaya tangu mwaka 2015 na watendaji wa urasimu wasiokuwa na ubunifu katika ubalozi huo. Baadaye Jenerali Muhoozi Kainerugaba alifuta ujumbe huo na kuomba radhi kwa kauli zake, akisema kwamba kauli hiyo haikuwa ya kweli na kwamba watu wake walimdanganya. Mkuu huyo wa majeshi ya ulinzi wa Uganda, Muhoozi Kainerugaba, aliomba msamaha kwa Marekani kwa matamshi yake ya awali kwenye mitandao ya kijamii ambayo yalikuwa yametilia shaka ushirikiano wa kijeshi unaoendelea kati ya Kampala na Marekani. Nataka kuomba msamaha kwa marafiki zetu wakubwa wa Marekani kwa ujumbe wangu wa Twitter wa awali ambao sasa nimeufuta, Kainerugaba aliandika. Nilipewa taarifa zisizo sahihi, nimezungumza na balozi wa Marekani nchini mwetu na kila kitu kiko sawa. Tutaendelea na ushirikiano wetu wa kijeshi kama kawaida, alisema Muhoozi. Ujumbe wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mwana wa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa majeshi ya ulinzi ya wananchi wa Uganda UPDF, ulilaumu ubalozi wa Marekani nchini Uganda kwa madai ya kumficha kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi